chumba kimoja kimeanza kuwaka moto, ndio tukaanza kuzimazima, tukasaidiana kwa kidogo, moto ukakolea. Njia zote lazima zikatwe kwa baadhi ya njia, kwa sababu fire ilikuwa imefika kwa wakati. Mimi ndio nilikuwa na escort fire na fire amejitahidi, wamefika kwa wakati. Tatizo ni njia. Baada ya shoti kutokezea, jambo lingine nimepigia fire amejitahidi, ila njia ndio sababu iliyofanya kuonyesha. Njia zimechana sana. Ushauri serikali jambo moja, njia zote lazima zikatwe kwa baadhi ya njia, kwa sababu fire ilikuwa imefika kwa wakati. Mimi ndio nilikuwa na escort fire na fire amejitahidi, wamefika kwa wakati. Tatizo ni njia. Ushauri wangu ni watu wa makini sana hapo, gesi kwa wazi, gesi, mambo ya microwave, hizo nini zote wasiziache wazi, lakini shoti ya umeme kusababisha na wewe kwa mkubwa ndio tutakapoweza kwa kuhandle peke yake. Chumba kimoja kimeanza kuwaka moto, ndio tukaanza kuzimazima, tukasaidiana kwa kidogo, moto ukakolea, kwa kidogo ndio kaja tuwafaya, tukasaidiana, tukazima. Nashukuru Mungu kwa moto tumeuzima usalama usalimini, hajarukia nyumba nyingine. Nyumba ndio ile ile loa. Wakitoka kwenye nyumba wahakikishe kila kitu wanazima, ndipo afanye shughuli zingine. Sisi baada ya kuona moto tumechukua hatua, hatujachukua hatua nzuri ya kusema. Cha kwanza tumwapigia fire jeshi letu tunalolipenda la Zanzibar. Cha kwanza fire wamefika, wameweza kufanya vizuri kama tunavyoona. Moto mpaka sasa unaendelea vizuri, kote ushazimwa. Tunawashukuru fire kwa kuja, tunawashukuru fire kwa kuja, mmefanya kazi nzuri. Tunaipongeza na tunampongeza rais wetu Mwinyi kwa kutujalia viongozi wetu wako vizuri. Wakipigwa simu tu dakika 0 washafika siku hizi fire. Wananchi wajitahidi sana, wawe na tahadhari kwenye moto, wazime switch arudia hii. Lakini kubwa zaidi ndani basi kuna mtu mzima, wala jambo kama hili linapotokezea basi hata kama tu mtu mzima mwenye maarifa anaweza akachukua maamuzi ya haraka kutatua. Lakini sisi kama viongozi limetugusa sana, na tutakuwa karibu na wananchi wetu kuwapa faraja na kuwapa msaada pale panapohitajika, mahitaji, godoro, mashuka, yale mambo ya msingi ya kuanzia maisha. Wakati huo tutakuwa tunafuatilia wanaanzaje pia kupata nyumba nyingine, kwa sababu ni wapangaji na hakutarajia hili lingetokea. Na sasa hivi mwezi wa ngapi? Wa pili, wa tatu, lakini mtu alishalipa kodi mpaka mwezi wa 6. Kwa hiyo hatukujua hili lingetokezea. Tutawasaidia pia katika kutafuta makazi ambayo wanaweza wakapata kujistiri kwa kipindi fulani. Msaidizi kamishna wa kikosi cha zimamoto na uokozi Zanzibar, ambaye ni mkuu wa kitengo cha operations zimamoto na uokozi Zanzibar. Hapa tulipo ni eneo la Gulioni. Leo mnamo majira ya saa 4 na dakika 45 kikosi cha zimamoto na uokozi kilipokea taarifa kwa njia ya simu inaeleza kwamba eneo la Gulioni kuna tukio la moto. Kama kawaida yetu tulifika kwenye eneo la tukio. Cha kusikitisha kwamba kufika eneo la tukio ni kwamba moto ulikuwa ni mkubwa sana, na kata tathmini ya haraka ni kwamba bado wananchi hawajafahamu umuhimu wa kupiga namba yetu 114. Tathmini yetu ndani ya dakika 5 kufika kwenye tukio na kuikuta nyumba tayari imekwisha kumalizika, hapo lazima kutakuwa kuna delay imetokezea ya wananchi kutoa taarifa kikosi cha zimamoto na uokozi. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza, chanzo cha tukio hili hakijaweza kufahamika, kwani kwa mujibu wa maelezo ndani ya nyumba hii mlikuwa hamna mtu. Watoto wa nyumba hii walikuwa wako nje wanacheza, majirani ndio waliogundua kwamba hii nyumba inaungua moto. Sasa wananchi tunaendelea kuwaeleza kwamba tujitahidini, baada ya kupata taarifa tu au baada ya kuliona tukio tu, basi haraka sana tupige 114. Mpaka sasa hivi athari iliyoipata hii nyumba, takriban nyumba nzima imeweza kuteketea kwa moto, na kama nilivyoeleza mwanzo, chanzo bado hatujaweza kukifahamu mpaka sasa hivi, kwani ndani mlikuwa hamna mtu hata mmoja. Na saa zangu bado naendelea wananchi ni kwamba linapotokea tukio kama hili, haraka sana wapige namba 114
ili kikosi cha zimamoto na uokozi kiweze kukupa huduma bora sana. Kila siku tunazungumza kwamba kikosi cha zimamoto na uokozi kiko vizuri sana sasa hivi. Tumeshusha takriban gari 21 zenye uwezo mkubwa. Kwa maana hiyo hakuna sababu kikosi cha zimamoto ndani ya dakika 5 kwenye wilaya hii ya Mjini au mkoa huu wa Mjini tuwe hatujafika kwenye tukio. Hiyo itakuwa ni delay yetu wenyewe wananchi. Kwa hivyo tunakuombeni sana sana, linapotokea tukio haraka sana, hata kama nyinyi wananchi mtakuwa mnaendelea kuzima ule moto, lakini jaribuni kuharakisha kupiga 114. Yaani hapa leo tukio la leo kiukweli kwamba zilitafutwa sana namba za zimamoto, kitu ambacho sio sahihi. Tunawasihi sana wananchi, usimuulize rafiki yako, imba wimbo 114 utapata huduma kwa haraka kutoka kikosi cha zimamoto na uokozi.